Leo nimepata wasaa wa kuja kujionea hali ya mto ulivyokuja, na sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Tulikuja kipindi cha kwanza hapa maji yalikuwa hakuna, lakini leo maji tunaona yanavuka na kwenda katika upande mwingine. Kwa hiyo nimeridhika, na niseme tu kwamba hali yetu sasa, kwa maana ya mto wetu una maji, na niwaelekeze sasa DAWASA, hawana kisingizio, washe mitambo yote kwa maana ya pampu, turudi katika utoaji wa huduma katika hali ya kawaida, na hatutegemei kuona sasa watu baadhi ya maeneo wakose maji, kwa sababu kama tutaruhusu pampu zote, maana yake watu watoke ofisini kufuatilia flow ya maji, watu waweze kupata huduma ya maji safi na salama, kwa sababu uendeshaji wa mitambo yetu unategemeana na uwepo wa maji. Tuna kina kikubwa sana cha maji. Mitambo kuanzia sasa yote iwashwe, ifanye kazi, watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Mitambo inapoanza kuwashwa kwa mara ya kwanza, hapo baadhi ya maeneo yatatereka bado kupata huduma, watupe taarifa ili wataalamu wetu waweze kuhakikisha wanafika maeneo yote, ili turudi katika hali yetu na hali ya kawaida kwa haraka na zaidi. Jambo la pili ambalo nataka kulisisitiza kwamba kipindi hichi ambacho tulikuwa katika kipindi cha mpito, sio watu wote waliweza kupata huduma maji safi na salama. Wapo walipata, wengine walipata kwa changamoto, leo wamepata, wamekaa siku 3 hakupata. Niwaombe na kuwataka DAWASA, bili ambazo watakazozitoa ziwe halisia, ili katika kuhakikisha kwamba tunavuka salama. Lakini kubwa ambalo nataka niliseme kama viongozi wa Wizara ya Maji na kwa bodi ya DAWASA, tujizatiti haya mambo yakijitokeza, basi tuweze kukabiliana nayo. Maanake sijengeke tabia kwamba kila ikifika mwezi wa 11 basi wananchi wa Dar es Salaam na Pwani wanapata changamoto ya huduma ya maji safi na salama. Moja, wahakikishe na sisi tutalisimamia juu ya bwawa la Kidunda kuweza kukamilika kwa wakati. Lakini jambo la pili, tuna mradi ule twende sasa phase 2 wa Kigamboni. Na jambo la tatu, ile hatua sasa ya kuyatoa maji ya Rufiji kuja katika jiji la Dar es Salaam na Pwani, twende sasa kwenye utekelezaji, sababu visibility study imekushafanyika. Twende sasa katika hatua ya utekelezaji. Ongezeko la maji linaloonekana leo ni matokeo ya mvua zilizonyesha tarehe 15 na tarehe 16. Hivyo bado ongezeko linaendelea, kwa maana kuna mvua zilinyesha za wastani wa milimita 50 mpaka 100 katika safu za milima Uluguru kwa tarehe 18 na tarehe 19. Kwa bado tunategemea maji kuendelea kuongezeka.